nguvu ya utoaji. Ilikuwa Jumamosi tarehe 7. Rhapsody inasema nguvu ya utoaji. Na andiko la ufunguzi ni Matendo ya Mitume sura ya 10 mstari wa 1 mpaka wa 2. Neno linasema palikuwa na mtu Kaisaria, jina lake Kornelio, akida wa kikosi kilichoitwa Kiitalia, mtu mtaua, mchaji wa Mungu, yeye na nyumba yake yote. Naye alikuwa akiwapa watu sadaka nyingi na kumwomba Mungu daima. Nasikia wasifu huyu ndugu. Wala kasekele mandara bosira. Yeye na nyumba yake wote walikuwa ni wacha Mungu. Alafu alikuwa akitoa sadaka nyingi sana, akiwapa watu, akisaidia maskini, wale wenye changamoto na hali mbaya, lakini pia alikuwa anaomba Mungu daima. Ndio Mungu anasema swala la ubinafsi Mungu analipinga waziwazi. Swala la ubinafsi Mungu analipinga waziwazi. Kinyume chake atachukua nafasi yoyote ili kumuokoa, kumbariki na kumuinua mtoaji. Umesikia hii? Kwamba Mungu atatumia kila namna kumuokoa, kumbariki na kumuinua mtoaji. Zingatia neno okoa. Hata wasio wa Kristo ambao ni watoaji, walio wakarimu na wakarimu wa moyo na wenye kuwapa watu vitu, watapata kuzingatiwa na Mungu na anatafuta kuwaokoa. Kwa hiyo ukasema utoaji unasema unapita pande zote. Aliye Mkristo na ambaye sio Mkristo mtumishi. Mala rabo sokolo bodogo sira. Ina maana kuna neema fulani unakuwa unaiactivate, unaichochea au unaihuisha ije katika utendaji kazi unapokuwa mtoaji. Kwa Mungu anasema akiweza kupata mtu wa kuwaombea, atatumia haki yake ya kisheria ya kutenda na kuwaongoza kwenye wokovu. Formula pekee sana. Ina maana wale ambao ni watoaji lakini si wa Kristo, hawajaja ndani, hawajampokea Kristo kwa Bwana Mwokozi wa maisha yao, ingawa ni watoaji, Bwana akipata watu wa kuwaombea, wa kumlingana kwa ajili ya wokovu wao, atawaokoa. Ndio Mungu anasema kisa cha Kornelio katika Matendo sura ya 10 kinaidhinisha vema ukweli huu. Kornelio alikuwa akida wa Kirumi, mtu wa mataifa na si sehemu ya jamii ya Wayahudi. Hata hivyo alikuwa mtu mcha Mungu, aliyemhofu Mungu na alijulikana kwa ukarimu wake. Alitoa sadaka kwa watu na kusali daima. Utoaji wake na maombi yake hayakupita bila kutambuliwa. Yalipaa kama ukumbusho mbele za Mungu. Kwa sababu ya ukarimu wake, Mungu alimtuma malaika kwa Kornelio akiwa na maagizo ya kimungu na ya kumtuma mtu kumuita Petro ambaye angemletea ujumbe wa wokovu. Fikiria hilo. Malaika alimtokea Kornelio kwa sababu ya utoaji wake. Ala raka sikiri bodobodo bandara basira. Hebu fikiria huyu mtu ametoa mpaka ametikisa mbingu ndumishi. Mpaka malaika ametumwa kutoka mbinguni kuja kukutana naye na kumpa maelekezo ya nini cha kufanya ili aweze kupokea wokovu. Mungu anasema Mungu alipanga mpango mzima wa wokovu kwa ajili ya Kornelio na familia yake na nyumba yake kwa sababu ya ukarimu wake, kwa sababu ya moyo wake utoaji. Unaweza kuona namna ambavyo utoaji wako unaweza kukufungulia njia tofauti mtumishi. Unaweza kubadilisha kabisa hali katika maisha yako. Unaweza kuleta neema katika familia yako, nyumba yako, wote wanaohusiana na wewe katika namna ambayo huwezi kueleza. Tumeona mfano hapa katika Cornelius, kile ambacho wokovu ulikuja katika nyumba yake yote kama matokeo ya utoaji wake. Mungu anasema Petro alipokuwa akihubiri juu ya Yesu Kristo, Roho Mtakatifu aliwashukia wote waliokuwapo. Walianza kunena kwa lugha na kumsifu Mungu. Tukio hili lilikuwa ni jambo la muhimu katika kanisa la awali, likiangazia maono ya Injili kwa ulimwengu mzima. Mala rako sokoroto loko sakabaya. Yaani lile tukio la nyumba ya Cornelius kumgeukia Bwana, kupata wokovu, kuokolewa kwa Injili ya Bwana wetu Yesu Kristo, halikuwa tu ni tukio bora na zuri kwenye familia yake, hapana. Lilifungua mlango kwa Injili kwenda kwa mataifa. Huyu ndio alikuwa mataifa wa kwanza anayeokoka, ambaye anakuwa amerekodiwa. Inawezekana kuna wengine waliokoka ambao hatakuwa na rekodi zake, lakini kwenye rekodi za Biblia zinaonyesha huyu ndio alikuwa wa kwanza. Injili kapenya ikaingia ndani ya mataifa, kutokea pale ikaanza kwenda kila mahali. Mala ramo sotoloko rogosira. Lakini kuna kitu alikifanya, ndio maana ile Injili kaingia kwake mtumishi, na sio tu kwake, ikaingia mataifa yote. Utoaji. Ndio Mungu anasema Mungu
huchukia sana uchoyo. Uchoyo unakinzana na asili yake, na pia uchoyo unaakisi asili ya ibilisi. Uchoyo unakinzana na asili ya Mungu, bali unaakisi asili ya ibilisi. Hivyo kila wakati anapomwangalia mtu mchoyo anamuona yule adui, lakini anapomwangalia au anapomuona yule mtoaji anaona sehemu ya nafsi yake ndani ya mtu huyo, na anavutwa kwa huyo kwa upendo. Kama ni mtoaji, Bwana akikuangalia anaona nafsi yake mwenyewe ndani yako. Anaona tabia yake, anaona asili yake ndani yako. Lakini kama ni mchoyo kinachoonekana ndani yako ni yule adui, kinaonekana asili ya yule adui. Soma Korintho wa pili sura ya 9 mstari wa 7, tafsiri ile Amplified Bible Classic inasema, Mungu humpenda, anapendezwa na huthamini kuliko vitu vingine, wala hayuko radhi kutekeleza au kufanya bila mtoaji mchangamfu, aliye na furaha, aliye na msukumo wa kufanya hivyo, ambaye moyo wake uko katika utoaji wake. Hai. Umesikia hii mtumishi? Hii ni Wakorintho wa pili sura ya 9 mstari wa 7, tafsiri ya Biblia inaitwa Amplified Bible Classic. Kwamba Mungu hupenda, kwa maana nyingine anapendezwa, huthamini kuliko vitu vingine, wala hayuko radhi kutekeleza au kufanya bila ya mtoaji mchangamfu. Yaani hivi, kwamba Bwana akiwa anataka kufanya kitu ndani ya mji, sawa, anatafuta wale watoaji wachangamfu, ndio anataka kufanya nao kazi. Anawathamini na anawajali na ana hamasa ya kufanya kazi nao. Watoaji wachangamfu wakoje? Nasema ni wale walio na furaha, wenye msukumo wa kufanya hivyo, msukumo wa kufanya utoaji, ambao mioyo yao ipo katika utoaji wao. Umewahi kutoa kitu lakini moyo wako uko kwingine? Unalia, unalalamika, unanungunika huku umeenda kutoa kama vile umeibiwa. Wewe kwambie, Biblia inasema unapotoa mtumishi, toa kwa moyo wa kupenda, sio kwa kulazimishwa, sio kwa shuruti, sio kwa kulazimishwa, wala sio kwa manunguniko. Ili Bwana aweze kuitakabali ile sadaka yako au matoleo yako. Ni muhimu sana mtumishi. Hii ni kanuni ya muhimu sana katika ufalme, kwa sababu ili uweze kuishi katika nasema financial freedom, katika ungesema uhuru wa kifedha, uishi katika wingi na utele, kanuni ya kutoa hauwezi kuiweka mbali. Haijalishi utataka kuomba siku ngapi mtumishi, au utafunga miaka mingapi au miezi mingapi, kama wewe sio mtoaji, hautakuwa na ushindi na ubora ule unapaswa kuwa nao. Hautaweza kutembea kwenye utajiri ambao ni haki yako na stahiki yako. Mtoto wa Mungu anasema, acha hili liwe ndio sifa yako na uzoefu wako katika pendo la Mungu, utakuwa wa kipimo cha kuzidi sana. Ukitaka kuzidi sana kwenye swala la kifedha na uchumi, jifunze kuwa mtoaji. Sikiliza, namna ambavyo mambo yanafanya kazi sio kuhusiana na ukubwa wa mbegu yako mtumishi, ni kuhusiana na imani nyuma ile mbegu unayotoa. Kwa maana hiyo, anzia pale ulipo. Pale ulipo anzia. Haijalishi ni ndogo namna gani katika mtazamo wako. Issue sio udogo, issue ni moyo wako. Biblia inasema yeye ambaye ni mwaminifu kwenye madogo, moja kwa moja ni mwaminifu kwenye makubwa. Kwa katika yale madogo, anza kuonyesha uaminifu. Katika kile kiwango kidogo ambacho unakiona unacho, hicho anza kumheshimu nacho Bwana uone. Sadaka zako ni muhimu. Fungu lako la 10 ni muhimu. Limbuko lako la kwanza ni muhimu. Mbegu zako unazitoa kwa ajili ya kazi ya huduma na yote yale ambayo Bwana atakuongoza kufanya ni muhimu sana. Hiyo ndio namna ya kutembea katika ukwasi, katika utele, katika ugavi sio kawaida wa Mungu. Kwa taarifa yako, nasema nirushe wazo la kichokozi.
hakuna mtu anaweza kumfanya mtumishi fulani akawa tajiri, mchungaji fulani au nabii fulani au mtume fulani. Hakuna. Sisi kama watumishi wa Injili tunakuwa matajiri kupitia utoaji wetu sisi wenyewe, na sio kupitia zile sadaka au yale matoleo ya wasema wapendwa au waumini katika makanisa yetu. Kwa sababu hiyo kanuni inafanya kazi kwa kila ambaye ni mwana wa Mungu. Kwa hiyo ukitaka kuwa na ubora na ushindi kwenye eneo lako la kifedha, usidharau wala usitupe nje kanuni ya utoaji. Ni kanuni kubwa mno na inaleta tofauti kubwa mno. Fanya sala hii pamoja na mimi asubuhi ya leo. Sema, mimi ni mtoaji mwenye moyo mkunjufu, na kupitia utoaji wangu najiweka sambamba na kusudi takatifu la Mungu, nikishuhudia neema yake iliyotele. Ninatenda kazi katika baraka, katika upendeleo na katika ongezeko lisilo la kawaida. Asante Bwana kwa kunifanya kuwa chaneli na mfereji wa baraka kwa ulimwengu wangu, katika jina la Yesu, amina. Malaraba usigiri bukoro. Umesikia hii confession ndumisha? Ukiri. Makala borobozera. Kwamba Bwana amekufanya wewe kuwa chaneli, kuwa mfereji, kuwa mkondo wa baraka kwa ulimwengu wako. Masekele mondorobozera. Yaani kupitia wewe ulimwengu wako unabarikiwa mtumishi. Masekele mondorobozera. Kupitia wewe katika ulimwengu wako unapata kweli ya Injili. Laraba. Andika mistari hii chini ambayo utakwenda kuipitia. Wakorintho wa pili sura ya 9 mstari wa 6 mpaka wa 7. Wakorintho wa pili sura ya 9 mstari wa 6 mpaka wa 7. Ukiweza kufanya ile kusoma ile Amplified Bible Classic itakuwa nzuri. Lakini pia Mithali sura ya 11 mstari wa 24 mpaka wa 25. Mithali 11 24 25. Matendo ya Mitume sura ya 10 mstari wa 3 mpaka wa 4. Matendo ya Mitume sura ya 10 mstari wa 3 mpaka wa 4, na Waebrania sura ya 13 mstari wa 16. Waebrania sura ya 13 mstari wa 16. Mala mandara bosira. Kumbuka somo hili linasema